barakallahu fikum. Miongoni mwa maneno mazito ambayo aliyazungumza Mtume alayhi salam kwa riwaya hii ya Jabir, akawaambia ayuhan nas, enyi watu, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha. Enyi watu, hakika damu zenu, mali zenu, heshima zenu ni haramu baina yenu, haifai kuvigusa hivyo, kama uharamu na utukufu wa siku yenu hii ya Arafa, katika mwezi wenu huu, mwezi wa Dhulhijja, katika mji wenu huu, mji wa Makkah. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه ولكنه أن يطاع فيما سوى ذلك فاحذروه على دينكم. na hakika shaitan ameshakata tamaa kuabudiwa katika ardhi hii ya Makkah. Shaitani hana nafasi, shirki haina nafasi tena. Washirikina wametahayari, wamekodokwa na macho, wamekata tamaa. Lakini amebakia shaitani akiwa na tamaa kwamba atatihiwa katika mambo mengine, pengine waislamu wakateleza katika madhambi mengine, lakini sio jambo la shirki. fahdharuhu ala dinikum, awaambia mtahadharini shaitan juu ya dini yenu, mchungeni sana. Kisha akasema ala kullu shay'in min amri aljahiliyyati tahta qadamayya mawdhu'un, kila kitu katika mambo ya kijahilia, mambo ya kishenzi, ya kihuni ambayo walikuwa wanayafanya watu wa kijahilia, tahta qadamayya, yamewekwa chini ya miguu yangu hapa. Mawdhu'un ay matrukun, haya nafasi tena, jahilia haina nafasi. wa dima'ul jahiliyati mawdhu'atun, na zile damu zilizomwagwa wakati wa jahilia pia zimewachwa. Kama kuna mtu anadai damu yake kwa ndugu yake, damu ambayo ilimwaga wakati wa jahilia kabla ya Uislamu, Waarabu walikuwa wana vita vya ovyo ovyo, vita vya makabila, vya kimji, kwa sababu ya ubaguzi. Zile damu zile zilizomwaga wakati ule hazina nafasi tena. Kisha Mtume alayhi salam kwa vitendo akaisamehe damu yake, akasema wa inna awwala damin adau damu ibn Rabi'ah ibn al-Harith kana mustardi'an fi bani Sa'd faqatalathu Hudayl. Awaambia na damu ya kwanza ambayo ninaisamehe mimi ni damu ya ibn Rabi'ah ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib. Huyu ni ibn ammi nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtu anamhusu, damu hii ninaisamehe. Ibn Rabi'ah aliuawa akiwa mtoto mdogo mwenye kutambaa wakati wa jahiliya. Palitokea vita baina ya Banu Sa'd na kabila la Hudhayl. Wakati huyu mwana anatambaa katika majumba yao, likarushwa jiwe kutoka upande wa Hudhayl, likampata mtoto huyu akiwa mdogo anatambaa, akafa. Na ni damu ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asema huyu Ibn Rabi'ah alikuwa akinyonya huko kwa Bani Sa'd, Hudhayl wakamuua, damu yake nimeisamehe. Anaonyesha mfano kwa yanayomhusu yeye. Kisha akasema wa riba aljahiliyati mawdhu'un, na riba za kijahilia, ziada za pesa kwenye miamala wakifanya watu wa jahilia, zimewachwa, hazina nafasi tena. wa inna awwala riba adha'u min ribana riba Abbas ibn Abd al-Muttalib, na riba ya kwanza ambayo ninaiondoa, ziada ya mali katika miamala ya kibiashara ambayo ninaifuta kuanzia sasa, ni riba aliyoiweka al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, yani ammi yake. Alikuwa na muamala ameufanya wa riba, anasema kuanzia leo nimeufuta muamala ule, hakuna riba. Riba ya kwanza ninaiondoa ni ya ammi yangu Abbas ibn Abd al-Muttalib.
akisisitiza akisema fa innahu mawdhu'un kulluhu, riba hii ya Abbas yote imeondoshwa, kwa maana asichukue azaid bali achukue rasul mali. Ayuha nas, kisha mtume alayhi salam akaendelea akisema wattaqullaha fin nisa, na muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala kwa wanawake, fa innakum akhadhtumuhunna bi amanati llah, haika nyinyi wanaume mmepewa hawa wanawake, mmewachukua kwa amana ya Allah. Hii ni dhima, Allah amewapa ni amana, mtaulizwa kuhusiana na wake zenu. fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadhtumuhunna bi amanati llah wastahlaltum furujahunna bi kalimati llah, na mkazihalalisha tupu zao kwa neno la Allah. Wanasema aqdu zawaj al-ijab wal-qabul, ukaambiwa nimekuozesha, ukasema nimekubali, tayari mwanamke yule amehalalika kwako kwa neno la Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha mtume alayhi salam akasema wahunna walahunna alaykum, na wao wanawake wana wajibu umewekwa juu yao kuwafanyia nyinyi wanaume. alla yutina furushakum ahadan takrahunahu, maneno makubwa. Wasimuingize katika chumba chenu, sehemu mnayolala katika nyumba zenu, wasimuingize yeyote ambaye mnamchukia. Akiambiwa mwanamke mtu fulani na fulani siwataki hapa nyumbani kwangu, asije akawaingiza pale nyumbani kwa kujificha, kwa kuwa mumewe hayupo au hamuoni. Wasimuingize wanawake mtu yeyote katika nyumba zenu na nyinyi mnamchukia. fa in fa'alna, ikiwa watafanya hivyo kwa ujeuri na kuteleza, fadribuhun, wapigeni, dharban ghaira mubarrih, kipigo ambacho si kikali, ai ghair shadid, kipigo cha wastani cha kutia adabu akikiuka jambo kama hili. Haya anayasema mtume alayhi salatu wassalam. thumma qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kisha mtume alayhi salam akasema akiuliza wa antum tusaluna anni, na nyinyi mtakuja kuulizwa kuhusiana na mimi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. famadha antum qailun, nyinyi mtasema nini? Mtaulizwa nyinyi kuhusiana na mimi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. famadha antum qailun, nini mtajibu? qalu, masahaba pale wakasema nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta, wakasema tumeshuhudia kwamba wewe umefikisha, umetekeleza, umenasihi. mtume alayhi salatu wasalam farafa'a usbu'ahu ila as-samaa, mtume alayhi salam akanyanyua kidole chake mbinguni, wayankutuha ila an-nas, wakati huo huo akikiashiria pia kwa watu kwa kusema kwamba Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad 3 marat. ya Allah shuhudia, ya Allah shuhudia, ya Allah shuhudia. barakallahu fikum. ndugu zangu waislamu, hadithi hii ya Jabir katika khutba ya wadaa ina mafundisho makubwa sana kwa waislamu. Ziko nukat kadhaa zimetajwa hapa, ni misingi aliyoizungumza mtume alayhi salam, inaishi mpaka leo na tunaihitajia. Katika mambo aliyoyataja mtume alayhi salam katika khutba yake ile, ndiyo maana tunaita khutba ya kihistoria. Alizungumzia masala ya tauhid, as-siyana lit-tauhid wal-himayatu li-janabih wat-tahdhir min ash-shirki bi shatta anwa'ihi. mtume alayhi salam alizungumzia tauhid na akaihami tauhid na akatahadharisha mambo ya shirkiyat kwa kusema kwamba shaitani ameshakata tamaa ya kuabudiwa katika miji ya Arab, kwa sababu watu wameshaiacha shirki na kuitupilia mbali. Watu wote ni muwahhidun, wanamuelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan
miongoni mwa kumbukumbu za kukumbuka katika masiku haya ni kukumbuka haya maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam akitahadharisha ashirk. Ma'al asaf, kwa masikitiko ndugu zangu waislamu, jamii iliyotuzunguka, waislamu wenzetu wake kwa waume, bado pana makundi makubwa ya watu yamebobea katika mambo ya shirkiyat, yad'una ghaira Allah, wanamuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, yastaghithuna bilqubur wa bilamwat, watu wanaomba kuokolewa kupitia makaburi na maiti waliokufa. Watu bado wanaendekeza mizimu, mambo ya matambiko. Mtu hafanyi shughuli mpaka akaroge, mtu hawezi kukaa bila kuvaa hirizi au amvalishe mwanawe, mabangili ya kishirikina, dawa za kukopera, mambo kadha wa kadha ya shirkiyati tunayo katika jamii zetu. Na wenye kuyafanya haya ni watu waliobeba majina ya Kiislamu. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. manabii wa Allah waliletwa katika miji na kwa watu ili wafundishe watu wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na waache ibada za taghut. Mambo ya shirki hayana nafasi katika jamii. Leo washirikina wanajisifu. Leo mtu anakwenda kwenye shirki bila kificho akitangaza, na watu wakishindana kwa waganga. Allah ya ibadallah, ashirk dhanbun adhim, ni dhambi kubwa lisilosamehewa ikiwa mtu atakufa hajatubia. Inna shirka la dhulmun adhim, shirki ni dhulma kubwa. Haya ameyakemea Mtume alayhi salatu wasalam katika khutba yake. Tunayo katika jamii zetu, tukome, tuache mambo ya shirkiyat. Ule ni ukafiri. Lao unakufa katika vilinge vya shirki au katika nyoyo za kuamini shirki, anta min ahli an-nar illa mtatub. Wallahi, kwa mafundisho ya Uislamu, wewe ni mtu wa motoni ikiwa hujatubia. Tunazungumza haya kwa kinywa kipana, wala hakuna kurembana. Shirki haina lugha nyingine. Ashirku nar, shirki ni moto. Wal mushrikuna min ahli an-nar, washirikina ni watu wa motoni. Hata kama wana majina ya Kiislamu, wamejaa alama za sijida katika mapaji ya uso, lakini ni mushrikun, ni watu wa ramli. Jambo hili ni jambo ovu kabisa. Alikemea Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tunatakiwa tulikemee kweli kweli. Katika mambo aliyozungumza Mtume alayhi salam katika khutba hii, alizungumzia hifdhu huquqi al-akharin wa ihtiramuha, kadhia ya kuhifadhi haki za wengine na kuziheshimu. Akasema Mtume alayhi salam: inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha. Akazungumza haki za wengine, mtu wachunge haki za wenzake. Usimwage damu ya mtu, usidhulumu mali ya mtu, usivunje heshima ya mtu. Haya ni mambo makubwa ya kuangamiza lau ukimfanyia ndugu yako. Wangapi leo wanazimwaga damu za ndugu zao kwa kuwajeruhi au kuwaua bila kujali, bila ya sababu za msingi, mambo ya kishenzi tu. Wamekutana klabu, maskani, wamezozana maneno, wamerushiana maneno, anaamka akampiga ndugu yake, akamtoa ngeu, akamjeruhi, mwingine akaua kwa sababu za kijinga tu, mzozo wa mipaka ya ardhi, mizozo ya kulima na wafugaji. Mtu haogopi damu. Al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake ameitaja hadithi ikisimuliwa na Abdullah ibn Umar, يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. Atabakia muislamu katika wasaa wa dini yake, anajimwaga katika uislamu wake muda wa kuwa hajaifikia damu ya haramu, hajamwaga damu ya haramu, mkono wake haujawahi kumwaga damu ya haramu. Huyu anaishi katika wasaa wa dini. Majitu yenye kumwaga damu, kujeruhi watu na kuua, hayana amani, hata kama ukiyaona yana mali, kwa sababu ya wizi na ujambazi, kwa sababu ya ubabe wa kukaba watu, lakini wanaishi na jaka la roho, na wasipotubia wana balaa kubwa hawa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini amwalu nas, wala taakulu amwalakum bainakum bil batil. Allah anatuambia msile mali zenu baina yenu
kwa batil. Msidhulumiane, ukatumia ulaghai kula mali za watu, ukatumia ghishi, utapeli, wizi, udanganyifu kwenye biashara na mfano wa haya, ukachuma mali za Waislamu kwa batil, utakuja kuulizwa haya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kubwa zaidi, usivunje heshima za watu. Ya ibadallah, wewe unapenda kuheshimiwa, unapenda watu wakuheshimu wewe, waheshimu familia yako, waheshimu wazazi wako, na wewe sasa waheshimu watu, heshimu familia za watu, heshimu wazazi wa watu, ndio utaheshimiwa. Na katu usiwavunjie watu heshima zao kwa kuwazulia uongo, kwa kuwasengenya, kwa kuwatukana, kwa kuwatweza na kuwadhalilisha, waonekane si lolote si chochote, bwana mkubwa ni wewe. Ukatumia lugha za kejeli, ukatumia mali yako, ukatumia cheo chako, ukatumia watu uliokuwa nao majority, ukamchafua mtu kwa dhulma, utakuja kulibeba hili. A'radhu an-nas, Mtume alayhi salatu wassalam, kama inda al-Imam al-Mundhiri fi at-Targhib wa at-Tarhib, riwaya ya Ibn Umar رضي الله تعالى عنهما، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. Mtume alayhi salamu wasema, yoyote atakayemsemea muislamu jambo ambalo hana, ukaamua kumzulia tu ili umchafue, basi watu maskani wacheke, ushafurahi wewe, umemdhalilisha. Ukamsemea ndugu yako muislamu jambo ambalo hana, utakwenda kufungiwa kwenye kibanda cha usaha wa watu wa motoni, ukae hapo hata yakhruja mimma qala, mpaka utoke kwenye yale uliyosema. Huko ni akhira. Utatoka lini? Kwa kutubia ni hapa. Ni ishara kwamba adhabu yako itakuwa ndefu, yenye kuumiza. Kwa hivyo tuchunge heshima za watu. Lakini katika mambo aliyotaja Mtume alayhi salatu wasalam, dhammul asabiyatil jahiliya, Mtume ameyapiga vita mambo ya kijahilia, ubaguzi wa kijahilia, watu kubaguana kwa misingi ya rangi, kwa misingi ya ukabila, wakabaguana kwa sababu ya umji, watu wakabaguana kwa sababu ya mfanano wa kimaslahi, ni watu wa biashara fulani, ni watu wa ofisi fulani, sababu za maslahi zimewakusanya ikawa wao wanawabagua wengine. Haya mambo ni uvundo, haya nafasi kwa Waislamu. Da'uha fa innaha muntina, acheni ubaguzi, tupilieni mbali ubaguzi. Haya ni mambo ya kuvunda. Mtume alayhi salam kazungumza kwenye khutbatu alwadaa, akiwaambia Waislamu, ala kullu shay'in min amri aljahiliyati tahta qadamayya mawdhu'un, mambo yote ya kijahilia ikiwemo ubaguzi yamewekwa chini ya miguu ya Mtume alayhi salam, yameondoshwa, hayana nafasi. Fa asqata an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam jami' al-fawariq, Mtume alayhi salam aliziondosha tofauti zote baina ya Waislamu. Fala ahmara wala aswada wala abyada wala ghani wala faqir, hakuna mweupe wala mweusi wala aliye mwekundu wala mwenye pesa wala mwenye cheo. Annasu sawasi fil Islam, watu wote wako sawa katika Uislamu, wana haki ya kuheshimiwa na utu wao kulindwa, bila kuangalia rangi zao au kuangalia miji wanaotoka au kuangalia vyeo vyao au kuangalia elimu zao au kuangalia mali zao. Usijipendekeze kwa watu kwa walivyokuwa navyo, waheshimu watu kwa utu wao. Huu ndio Uislamu. Wako baadhi ya Waislamu tabia zao ni ubaguzi mpaka kwenye heshima. Hamuheshimu ila mwenye pesa, hamuheshimu ila mwenye cheo, hamuheshimu ila anayemjua. Wengine wasiokuwa hawa watavunjia adabu. Ghalidhul qalb, fadhun fil qawl, mtu ana moyo mgumu, fedhuli wa maneno, jibaguzi kweli kweli, ananuka uvundo wa kubagua. Hata watu wanapokuja kuposa, hana lugha ya dini zaidi ya ubaguzi. Kwani hili jitu la wapi, la bara au la pwani? Haya yana uhusiano gani na Uislamu wetu? Huo ubara na upwani wa kusaidia nini? Hizi ni lugha zipo katika jamii yetu. Mtume alayhi salam kaondosha ubaguzi. Mizani peke yake
ya kuwapima watu na kuwatofautisha watu na kuwafadhilisha watu ni yale aliyozungumza Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha 'alimun khabir. Enyi watu, hakika sisi tumewaumba waume kwa wake, tukawapa makabila na mataifa mbalimbali, lengo mjuane. Hakika mtukufu wenu mwenye heshima na hadhi, bwana mkubwa mheshimiwa, ni yule mcha Mungu na si vinginevyo. Ubaguzi huu tuutupe mbali, haufai, ni haramu kwa Waislamu. Haya ameyasema Mtume alayhi salam katika khutbatul wadaa. Lakini miongoni mwa wale yasema Mtume alayhi salam, na haya ni mazito sana, al-iktifau bil halal wal ibtiadu an makasib al haram, ni Waislamu kutosheka na machumo ya halali. Barakallahu fikum, ujiweke mbali na mambo ya haramu. Kufa na tai shingoni, kufa na hali ngumu uliyokuwa nayo. Wacha watu wakucheke, wacha waseme hana kitu, lakini usikurubie mali ya haramu, usiutamani muamala wa haramu, usiitamani kazi ya haramu. Hata wakisifia vipi, bwana mshahara mnono, jamaa wanamwaga marupurupu, fedha hazina mpango, vijisemina vya ajabu ajabu tu, pesa. Yani pesa pale kwenye ofisi yetu, lakini ofisi la kazi za haramu usitamani. Anayekomea maneno haya msikitikie, mjalie ni jahil. Hadha min juhalina, huyu ni katika wale wajinga wetu, mwenyewe achekelea adhabu. Kwa hivyo katika mambo ambayo tumeambiwa tuyachunge ni mambo ya kutosheka na halali, na katu tusitamani haramu. Na ndio maana Mtume alayhi salam katika muamala wa haramu aliyokataza kwenye hadithi yake ni arriba. Akasema riba zote za kijahilia zimeondoshwa, hazitakiwi. Na akaanza kuvunja miamala ya riba kutoka kwa watu wake wa karibu, ikiwa akiwemo ammi yake, kwamba muamala wake wa riba kuanzia sasa ni batili, hauzingatiwi tena. Atapewa pesa yake kamili, ile ziada hapewi. Hayo ameyazungumza Mtume alayhi salatu wassalam. Wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba, Allah subhanahu wa ta'ala amehalalisha biashara, akaharamisha riba. Alladhina yakuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Majitu wenye kula riba siku ya kiyama, na ahlul ilmi wanasema kwenye makaburi yao wakati wanafufuliwa wataamka na kiwewe kama mijitu iliyopuswa, wanamzuka kama walioingiwa na shaitani, wakipiga makelele kwa sababu ya utamu wa fedha za riba zinawatokea puani. Sasa matumbo yamejaa riba, wanafufuliwa na makelele kama wenye mashaitani, na adhabu inawasubiri. Riba min kabairi dhunub. Maal asaf, dhambi la riba limedogoshwa katika mujtamaa wetu, katika maeneo yetu haya. Yaonekana ni miongoni mwa kazi, na huwezi kuishi wewe bila riba. Vikundi vya kutoa mikopo ya riba vimejaa katika jamii zetu. Wallahi ni Waislamu wachache sana waliosalimika katika majumba yao na mikono ya wala riba, mikono ya watoa riba, mikono ya wapokea riba. Leo pana vikundi vya wanawake kazi yao ni mikopo ya riba tu, wamejazana mitaani. Utawaona siku zao za marejesho, si Jumanne na Juma ngapi, na vijidaftari wanaongozana makundi kwa makundi. Ikiwa huwajui unaweza kusema hichi kikundi cha madrasa labda chafanya michango ya madrasa. Hapana, marejesho yale, na watu wanadhalilishwa huko. Mtu anaingiliwa ndani na kikundi, huyo sijui mpaji, huyo ameshakuja mpaji, amekasirika, haelewi. Pana watu wanatolewa vitandani, wamelala na waume zao, aambiwa teremka bwana mkubwa, mke wako hajatoa marejesho. Unatolewa kwenye kitanda na mkeo mnabogwa chini, godoro, kitanda, safari. Haya tuyaona huku. Watu wamejirahisisha na balana waliona mimi. Jambo hili wameingia wanawake. Na baadhi ya mijana dume mizuzu imeridhika, imekaa maskani, imelegeza midomo, aridhika, analishwa na mkeo kwa riba. Siku ya marejesho wajua anakwenda wapi wewe? Wewe una pesa ya kumsaidia?
Wewe jua kali ule kama maskani, una pesa ya kumsaidia marejesho, unajua wenye kumpa marejesho, alafu wajua anawapa nini mpaka wampe marejesho hayo. Kuweni wanaume wa kisawasawa. Ni bora ukaumia na kazi ngumu, usikubali upuuzi huu. Tukiyasema haya, kuna baadhi ya watu katika mji huu wasiotaka dini waona tunawatukana. Eleweni hivyo hivyo, lakini acheni mambo ya riba. Hili amelikemea Mtume alayhi salatu wasalam. Si riba tu, muamala wowote wa haram, chumo lolote la haram halifai. Halali inatutosha. Waumini wanatoshwa na halali, hata kama ni ndogo. Allah anajalia kanaa. Mambo ya haramu hayana baraka. Mtume alayhi salam imefikia kutuambia kwamba mtu anayekula haramu hata dua yake haijibiwi. Tena pengine yuko katika hali ngumu ya kutaraji kusaidiwa na Allah, lakini kwa sababu ya haram hapati msaada wa Allah. Mwaifahamu hadithi ya Abi Huraira inda al-Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhi, tulabuna hafidhuhu, wanafunzi wetu wamehifadhi hadithi hii. Mtume alayhi salam anatuambia inna Allah ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah ni mzuri, hakubali isipokuwa kizuri. Mtume akaeleza aliyoeleza kwa urefu mpaka akafikia kusema thumma dhakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-samaa ya rab ya rab wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudhiya bil haramin fa anna yustajabu lahu. Kaif atajibiwaje jitu kama hili? Mtume alayhi salam akamtaja mtu aliyetoka safari ya mbali, msafiri, safari yake ndefu, ash'atha aghbar, yametimka manywele yake, nywele timtimu, amejaa vumbi mwili mzima kwa urefu wa safari na hajafika. Katika hali kama hii, kwanza ni msafiri, safari yake ndefu, anaonekana amechoka, taabani, mandhari yake yaonekana anahitaji msaada. Hizi ni hali ambazo akiwa nazo mtu ni rahisi kujibiwa dua. Lakini huyu bwana kwa ukubwa wa dhambi alilofanya hakuhurumiwa hata katika hali hii aliyokuwa nayo. Ananyanyua mikono yake kwa Allah, ya rab ya rab ya Allah nisaidie, ya Allah nipe kadha. Mtume anatuambia wa mat'amuhu haramu, lakini huyu chakula chake ni cha haramu. Wa malbasuhu haramu, nguo zake haramu. Wa mashrabuhu haramu, kinywaji na chakula cha haramu. Wa ghudhiya bil haram, kubwa zaidi amelelewa kwenye haramu. Yani familia yao ni watu wa haramu haramu, ndiko walikokulia, kwenye vidungu vya piwa na kwenye mikebe ya kangara, ndiko walikokulia huko. Fa anna yustajabu lahu, vipi atajibiwa dua mtu kama huyu? Hawezi kujibiwa. Jambo hili tulichunge sana, tutosheke na halali. Allah ibadallah, khutba hii ya Mtume ni nzito ya Arafat. Katika mambo aliyoyataja al-ihtisam bil kitabi was sunna wal ijtimau alayhima, watu kushikamana na kitabu na sunna. Huo ndio muongozo wa Uislamu. Na wallahi watu wakiandama kitabu na sunna qawlan wa amala, kwa kauli zao na amali zao, wakayafuata mafundisho, inna nasrallahi qarib. Fahamu ndugu zangu, nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala ipo karibu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kuwanusuru wale ambao wanafuata mafundisho yake. Ya ayyuhalladhina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kayfa takfurun wa antum tutla alaykum ayatullah wa fiikum rasuluhu wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Allah anakanusha watu hawezi wakaathiriwa na kufuru, watu hawezi wakaathiriwa na vitimbi vya makafiri muda wa kuwa wanasomewa aya za Allah, kitabullah, muda wa kuwa yuko Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anawapa mafundisho ya hadithi, muda wa kuwa waislamu wamekiandama kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ukafiri, unafiki, njama za watu wa batil min ahli albid'ah wa ghairihim haziwezi kuwadhuru kabisa. Al-Imam al-Hafidh Abu al-Fida Ismail ibn Kathir rahimahullah ta'ala kwenye aya hii akasema, yani anna al-kufra ba'idun minkum wa hashakum minhu
لأن آيات الله تنزل على رسوله ليلا ونهارا وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم. vipi ukafiri utawaathiri? يقول الله سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. mbele ya kitabu cha Allah, mbele ya sunna za mtume alayhi salatu wasalam, sami'na wa ata'na. Jambo la mwisho ambalo nitazungumza hapa, barakallahu fikum, katika aliyoeleza mtume alayhi salatu wasalam ni alwasiya bin nisa. Allah ya ibadallah, alihusia sana kuhusu wanawake, na hii ni dhima, na huu mlango watu wengi tumeteleza. Tunawakosea sana wake zetu, tunazikosea sana familia zetu. Sisi wanaume hatusimamii wajibu wetu, tunakwepa kama vile kuna mtu mwingine wa kufanya. Lakini pia upande wa wanawake wamekuwa wasusuwavu sana, wengi wamekuwa wakorofi sana, si wasikivu, wamekaa kwenye ndoa kinchancha hivi. Kama mtu anajaribu maisha, anakusikiliza wasemaje, kwani wataka vipi? Kama wataka kuishi tutaishi, hutaki basi. Na hizo talaka wataka kutoa ngapi? Wajisikiaje? Wataka kutoa ngapi? Yani kijike fulani kikorofi, kijeuri, kiasi ambacho una jambo la dini wafikiria mara mbili, nitaanzaje? Hana sura ya heshima, sura yake ya kijeni, anakuona mshamba fulani kutoka kijijini huko. Lakini mkeo huyo akaa naye asubuhi ya kuuliza hela ya mandazi. La, haya sio maisha. Maal asaf, tuna wake wa aina hiyo, au tumeozesha watu mabinti wa aina hiyo, au tumeozeshwa watu wa aina hiyo katika majumba yetu. Mtume alayhi salam katuhusia sana kuwafanyia uadilifu wanawake, na haya ameeleza katika hadithi niliyoisoma. Lakini pia sisi wanaume tuna haki za wajibu juu yetu kuwatekelezea wake zetu, kama hadithi ya Muawiya ibn Haida. Tuna haki ya kuwalisha, tuna haki ya kuwavisha wake zetu, tukila na wao wale, tukivaa na wao wavae. Tumewaambiwa tusiwapige uso wala tusiwakebehi kwa kuwatweza. Wakati mwingine tukawasimanga, mtu ukamtia ila kwa sababu ya maumbile yake ni mkeo, lakini watu wa maneno ya dharau. Siku ile nilikosea kwenye kutumbia mimi kijike cheusi kama machungu. Hizi ni lugha gani waambie mkeo? Kwa nini hujamuona mweusi yule? Mpaka umemleta ndani sasa wamsimangie weusi wake. Kwani ulimuonaje siku ile mpaka ukamchumbia? Ni lugha za dharau. Na wengine wafikia mahali wakawapiga wake zao vipigo vya mwizi. Maal asaf, baadhi yao min ahli sunna wa min as-salafiyin wanasifika kwa kupiga. Toletewa kesi wanawake wanakuja na ngeu, mpaka waona huyu kapigwa rungu, amekatwa na panga. Amwambia, haya mama, kwani nini? Anasema, ni ngumi hiyo ustadhi, ngumi hiyo. Ittaqullaha ya ibadallah, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tuna haki tumewajibishiwa kwa wanawake hawa, ikiwemo kuwahifadhi na kuwasaidia. Na ukiwa amekukosea, basi adhabu zako ziwe za kiwango. Na kama ni kuhama, hama hapo hapo kwenye nyumba, sio wamuhama mke wenda da. Mke mmwacha pongo, eti umekasirika, mmemuhama washatana naye wewe. Mtu achukua gari aenda zake, enda da na mwacha mke pongwe hapa. Hiyo ni hijra ya sampuli gani? Wamwachia nani majukumu ya mkeo? Nani atamsimamia? Ujinga huu kuna baadhi ya shabab min tulabina wa min ahli sunna wanafanya mambo haya. Mwatutia aibu. Simamieni familia zenu, pambaneni kusimamia familia zenu. Hamkuoa kwa maslahi ya mtu, na msije mkaongeza wake mkiiga. Msiige maisha ya wengine. Mwajua wenye kuongeza wake wamejipanga vipi? Wajifananisha na maustadhi wako, wajua wanapoishi. Ittaqullah, angalia uwezo wako na nafasi yako. Maneno haya ninayazungumza kutoka moyoni, kwa sababu wenye kuharibu ni wengi kwenye jambo hili. Allah ya ibadallah. Lakini pia wanawake wana dhima kubwa, na wananisikia huko walipo. Wanawake wamebebeshwa haki kwa waume zao. Barakallahu fikum. Miongoni mwa mambo ambayo wanawake wamebebeshwa kuwafanyia waume zao ni hadithi ya Abi Huraira عند ابن حبان والطبراني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها
وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت الجنة من أي أبوابها شاءت. mwanamke wa Kiislamu akiswali swala zake 5, akafunga mwezi wake wa Ramadhani, akahifadhi tupu yake na machafu, ikawa si mwanamke muasherati, ni mwanamke mstaarabu aliyetulia, akamtii mumewe, na hichi nikizaazaa na migogoro kubwa, akamtii mume wake fil ma'ruf, tumenasema dakhalatil janna, mwanamke huyu malipo yake ni pepo, na ataambiwa ingia katika mlango wa pepo utakao. Ta'atu zawj, taa ya mume ni wajiba kwa wanawake wa Kiislamu. Mume ana nafasi kubwa ya kuheshimiwa, na kama ni kunasihiwa, ikiwa ameteleza, mume ana lugha za kuambiwa. Usizungumze na mumeo kama unazungumza na watu wa maskani, au unazungumza na mdogo wako, au unazungumza na msichana wako wa kazi. Mume ana lugha zake na kuna taimu zake. Mtu ana stress yake, karudi huko na majanga, mambo yamekwama, wewe wamsokomeza maneno, wategemea nini? Tafuta munasaba, uzungumze maneno kwa hikma ya muingie mwenzio hata kuelewa. Tatizo wanawake wengi katika zama zetu, sijui tumekosea wapi. Hawa makungwi wapo lakini wamefeli. Haya manyakanga hakuna kazi wanafanya. Wanawake wenye kuolewa zama hizi hawana adabu, hakuna analojua. Yeye hajui, kungwi wake hajui, wote mazezeta. Tualetewa vituko katika majumba. Shababu wanalaumu wanawake wavivu, viko vitoto vya kike hata kupika havipiki, vimekaa tu na vijihina. Amwambia mumewe akalete chips. Kuna baadhi ya shababu wanaongeza wako sababu mke wake hapiki, mjeuri, apike anachokitaka, msusuavu mwanamke. Tujirekebishe, jirekebisheni wanawake wa Kiislamu, lakini pia wanawake wana dhima ya kulea familia. Hadithi ibn Umar عند البخاري Mtume عليه السلام anasema wal mar'atu ra'iyatu fi baiti ba'liha, mwanamke ndiyo msimamizi katika nyumba ya mumewe, wa waladihi, na ndiyo msimamizi wa watoto, wa mas'ulatun an ra'iyatiha, na atakuja kuulizwa anachokichunga. Fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Watoto wetu wanahitajia malezi ya kina mama, muwalee wake kwa waume. Nyinyi mkizembea hilo, wanaume watazembea zaidi, kwa kuwa nyinyi ndio mnaokaa na familia na kujua maslahi ya watoto. Wanakwenda madrasa au hawaendi, wanaswali au hawaswali, tabia zao zikoje, mabadiliko yao ya kitabia na kimwili. Mwanamke mama ndiyo mtu wa kwanza wa kuyafesi hayo na kumpasha habari mumewe. Lakini imekuwa wanawake wanakata tamaa na majukumu yao, wameacha, nyumba zinayumba na kuharibika, watoto wetu wanapoteza maadili. Wanawake, simamieni wajibu wenu, hiyo ni kazi yenu. Maneno yangu yamekwisha kwa kudokoa katika khutba hii ya Mtume عليه السلام, yamerefuka kwa sababu ya uzito wa khutba ile. Ni maneno makubwa sana na yanahitaji binasabati mingi kuwekwa wazi. Hii khutba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tutaishia hapa. Na saha zangu, baada ya swala ya Eid kuna ibada za kuchinja, tukachinje wanyama wetu leo, kesho na kesho kutwa, mpaka siku ya tarehe 13 inapoingia magharibi, tayari inakuwa kuchinja kumekwisha na takbirati zimesimama. Ama kuanzia leo na siku 3 baada yake ni ayamu aklin wa shurbin wa dhikrillah subhanahu wa ta'ala. Tuwakumbuke majirani zetu kwa sadaqat, wazazi wetu, tuunganishe udugu wetu baina yetu, tujitahidi katika vile ambavyo Allah ameturuzuku min almal, tusivitoe katika siku ya Eid kwa haramu. Tuchunge sana hilo jambo, tutoe katika njia za halali. Allah subhanahu wa ta'ala atubarik katika vipato vyetu. Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhi katika mwaka huu na mwaka mwingine.